Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuelekea katika mchezo wa Kariakoo Derby, mechi namba 184, ambapo mchezo huu utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo mchezo huu kwa upande mwingine ni ule mchezo ambao uliweza kuahirishwa ambapo ulitakiwa kuchezwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, lakini tunashuhudia klabu ya soka Simba mnamo tarehe 7 walishindwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ikapelekea klabu ya soka Simba kuweza kugomea mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, na hatimaye shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kupitia bodi yake wakaweza kuahirisha mchezo huu. Sasa watu wengi wanajiuliza, je, mara baada ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuweza kupanga tarehe rasmi ya mchezo huu kati ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club, mchezo ambao kwa mujibu wa ratiba mpya ni kwamba mchezo huu unatarajiwa kuchezwa ndani ya mwezi huu wa 6, yani mwezi Juni mwaka 2025, ambapo mchezo huu utakwenda kuchezwa tarehe 15, yani siku ya Jumapili, ambapo Yanga watakuwa wenyeji katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa watu wengi wanajiuliza, je, Yanga Sports Club atapeleka timu uwanjani ama atopeleka timu uwanjani? Kwa sababu ukiangalia hata ratiba ambao Yanga wameweza kuitangaza ratiba yao ya mwezi Juni, mchezo wao dhidi ya Simba hawajaweza kuweka katika orodha ya michezo ambao Yanga watakwenda kucheza. Na vile vile kumbukwe, kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Yanga wana mwaliko kwenda pale nchini Afrika Kusini, yani tarehe 15 Yanga Sports Club wanatarajia kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Rayon Sport ya pale nchini Rwanda. Kwa hiyo sitofahamu imekuwa ni nyingi, lakini watu wengi wanatamani kujua, je, hatima ya mchezo huu ikoje? Kwa mujibu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara kupitia baadhi ya viongozi wameweza kufunguka kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club, ambapo afisa habari wa bodi ya ligi kuu Karim Boimanda amesema hawajapokea barua ya kutokushiriki mchezo huo kutoka kwa klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Ngoja tunukuu kile ambacho ameweza kukisema Karim Boimanda. Anasemaje? Anasema hivi: hapana, sisi hatujapokea barua kutoka Yanga Sports Club ambayo inaonyesha wachezi mchezo wa dabi ya Kariakoo. Sisi tumeshatoa ratiba na tarehe ya mchezo, na wao tuliwasiliana nao tukawapatia hiyo tarehe ya mchezo. Hata hivyo, Boimanda ameongeza kuwa anaamini Yanga Sports Club wanaendelea kujiandaa na kufanya maandalizi yote ya mchezo wa dabi kwa kuwa wao ni wenyeji wa mchezo huo. Karim Boimanda amesema hayo katika mahojiano na mwana michezo Jacobo Kapaya. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine hii ni taarifa ambayo imeweza kutolewa na afisa habari wa TFF Karim Boimanda akithibitisha kwamba Yanga Sports Club tayari walishapewa tarehe rasmi ya mchezo wao dhidi ya Simba Sports Club, na wao pia waliweza kuipokea taarifa hiyo. Kwa hiyo mpaka sasa Yanga Sports Club hakuna barua yoyote walioandika kuto kushiriki mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tunaona maandalizi yanaendelea, lakini kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba viongozi wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanasikiliza kile ambacho mashabiki wao wanakisema, yani kwamba kwa upande mwingine hawatopeleka timu kwa sababu mashabiki wanaamini Yanga waliweza kuhujumiwa. Kwa hiyo hawataki kucheza mchezo huu dhidi ya Simba Sports Club. Sasa Yanga wasipopeleka timu uwanjani Juni 15 mwaka 2025, ni nini ambacho kitaweza kuwakuta? Kwa mujibu wa sheria zilizopo ni kwamba Yanga Sports Club kama wasipokwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club, moja, watakatwa alama 15 kutoka katika zile alama ambazo wanazo kwa sasa katika ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunaona kama Yanga wasipopeleka timu watakata alama 15, lakini watapigwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kutokupeleka timu uwanjani, ambapo milioni 2.5 itakwenda kwa bodi ya ligi kuu, milioni 2.5 nyingine zitakwenda kwa timu ambaye ni Simba Sports Club kwa Yanga kushindwa kupeleka timu uwanjani. Lakini kitu kingine ambacho kitatokea, kiongozi aliyesababisha timu kutofika uwanjani atakufungiwa kwa kipindi cha miezi 12. Kwa hiyo kama kuna viongozi ambao wanashinikiza Yanga kutokupeleka timu uwanjani, basi kuna hatihati
viongozi wao wakaenda kufungiwa. Kwa hiyo kwa sasa kilichopo ni mtego mkubwa kwa Yanga Sports Club, kwa sababu ukiangalia bodi ya ligi kuu Tanzania bara ndio yenye mamlaka wa kuendesha ligi kuu ya NBC, lakini hivyo viongozi wa Yanga hawana imani na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kutokana na kile ambacho kinaendeshwa kwa sasa kupitia kwa mwenyekiti wa bodi ambaye ni Steven Mguto ambaye anatokea pale Tanga. Kwa hiyo mambo ni mengi, muda mchache, lakini hizo ndizo hasara ambazo Yanga watazipata iwapo hawatapeleka timu uwanjani katika mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wanakuambia kula mtori nyama ziko chini. Kwa hiyo ngoja tusubirie kile ambacho tukitakwenda kujiri pale siku ya tarehe 15. Tutaenda kujionea, je, Yanga watapeleka timu ama hawatopeleka timu?